السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Vinamsabiha Allah vitu vyote vya mbinguni na vya ardhini, naye ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Lahu mulku samawati wal ardi, ufalme wa mbinguni na ardhini ni wake. Yuhyi wa yumitu, yeye ndiye anayeweka viumbe kwenye uhai na ndiye anayevifisha akavitoa kwenye uhai. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Allah kila kitu anaweza. Huwa al-awwal wal akhir, yeye ndiye wa mwanzo, kabla yake hapajawa na chochote, na ndiye wa mwisho. Hivi alivyoviweka vyote ataviondoa, yeye ataendelea kubaki, haondoki milele. Wa dhahir wal batin, na yeye ndiye wa dhahir, anaonekana kwa kupitia alivyovifanya, viko dhahir na akili zetu zinatuelewesha yuko mwenyewe mfanyaji. Kwa hiyo Allah yuko dhahir kwa kazi alizozifanya. Wal batin, na yeye ndiye wasiri kwa sababu haonekana. Wa huwa bikulli shay'in alim, na Allah anajua kila kitu katika ulimwengu. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam, yeye Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku 6. Thumma stawa ala al-arshi, alafu akastawi kiutawala kwenye arshi yake. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, Allah anayajua yanayoingia ndani ya ardhi na anayajua yanayotoka kwenye ardhi. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, na anayajua yanayoshuka kutoka juu na yanayopanda kwenda huko juu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah yuko pamoja nanyi popote mlipo. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah kwa yote mnayoyafanya ni mwenye kuyaona. Tulishia hapo kwenye darasa ya kwanza, darasa iliyopita, aya hiyo ya 4, na leo tunaondokea kwenye aya ya 5. Lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur, ni wake Allah ufalme wa mbinguni na wa ardhini, na mambo yote ya ulimwengu huu yatatoweka na yanarejea kwake aliyeyaleta. Lahu mulku samawati wal ardi, ni wake Allah ufalme wa mbinguni na wa ardhini. Wa ila Allahi turja'ul umur, na kwa Allah ndiko yanakorejea mambo yote.
Yuliju llaila fi nahari, huingiza usiku ndani ya mchana. Wa yuliju nahara fi llaili, na huingiza mchana ndani ya usiku. Wa huwa alimun bidhati sudur, naye Allah ni mwenye kuyajua yale yaliyomo katika nyoyo za viumbe wake. Anayajua yanayofikiriwa na kiumbe kabla hajayatamka. Allah anayajua. Lahu mulku samawati wal ardi, maana yake kararahu, Allah amelikariri tamko hili kwa sababu kwenye aya ya huko nyuma kalisema. Kararahu litaakidi, amelikariri kwa sababu ya kuonyesha mkazo au uzito. Watamhidi liithbati alhashri, na pia kulikariri tamko hili ni maandalizi ya nyoyo za wale wenye akili. Anaziandaa nyoyo zao ziweze kuwa na uhakika wa kuthibitisha kufufuliwa kupo. Kwa hiyo anajua, amemiliki na ana elimu ya alivyovimiliki mbinguni na ardhini, na anajua mpaka yaliyomo katika vifua vya watu. Kwenye kifua kuna kiungo kimoja kinaitwa moyo, na huu moyo ndio unaotafsiri personality ya mtu mwenye kuwa na moyo. Mtu wa kheri au wa shari ni kutokana na moyo wake. Akifikiri mazuri mwenye moyo, akifikiri mabaya, Allah anayafahamu. Kwa hiyo kwa mtu mwenye akili aliyekirimiwa imani na akili yake iko salama, akizingatia aya hizi, huwa anaandalika kiimani kujua au kuthibitisha siku ya kufufuliwa ipo. Kararahu litaakidi watamhidi liithbati alhashri wannashri, amekariri Allah maneno haya kuwa yeye ndiye aliye na mamlaka mbinguni na ardhini, na anayajua yanayofikiriwa katika nafsi au nyoyo za viumbe wake. Watu wawe wanatahadhari, wasifikiri yatakayowakwaza baadaye, wala wasizingatie yatakayokuwa shari kwao baadaye. Wafikirie na wazingatie mazuri, kwa sababu mbele kuna kufufuliwa. Huwa almabudu, yeye Allah ndiye anayeabudiwa na kila alichokiumba. Ala alhaqiqa, kwa uhakika yeye ndiye anayestahili kuabudiwa. Almutasarrifu fil khalqi, Allah ndiye anayeendesha mambo ya viumbe wake, mbingu zenyewe na kila kilichomo mbinguni, ardhi na kila kilichomo ardhini, na vilivyopo baina ya mbingu na ardhi, na kwenye kona zote za ulimwengu huu. Allah ndiye anayetasarruf, anayeendesha, anayesimamia mambo yanayopatikana kwenye ulimwengu huu. Kaifa yashau, anayeendesha namna anavyotaka mwenyewe. Wa ila Allahi turja'ul umur, na leo mpo hapa duniani, lakini muelewe marejeo ya mambo yote ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuleteni hapa, anayajua mnayoyafanya hapa, na kuna siku atawakusanya pamoja kwa kwenda kuwalipa kile ambacho hapa mlifanya. Ilaihi wahdu, ni kwake yeye Allah peke yake. Marji'u umuri alkhalaiqi, ndiko marejeo ya mambo ya viumbe wake. Viumbe wanatenda, lakini taarifa zao zote zinafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi wahdu, kwake yeye Allah peke yake. Marji'u umuri alkhalaiqi fil akhirah, ndiyo marejeo ya mambo yote ya viumbe wake huko akhira. Fayujazihim ala a'malihim, maana yake kwa sababu mambo yao yote yatafika kwa Allah, basi yakifika huko Allah anakwenda kuwalipa viumbe wake kwa mujibu wa matendo yao. Kile ambacho leo hapa unafanya, kesho utakwenda kukuta hisabu yake.
yuliju llaila fi nahari, katika vitu vinavyoonyesha uwepo wa Allah na kwamba hakukaa tu anafanya kazi. Angalieni mabadiliko ya usiku na mchana kwenye maeneo yenu mnayoishi. Yuliju llaila, Allah huingiza usiku, fi nahari, ndani ya mchana. Sasa hivi tuko ndani ya mchana, lakini eneo letu hili tulilopo ambalo limemurikwa na jua, baada ya dakika chache tu litaingiziwa kiza, patakuwa usiku. Yuliju llaila, huingiza. Ilaj ni kuingiza kitu mahala. Kwa hiyo ndani ya mchana wetu huu Allah huingiza usiku, kwa hiyo usiku ukatawala, na ndani ya huo usiku Allah huingiza mchana, nuru ikatawala. Mabadiliko haya yanaonyesha yupo mwenyewe anayeyasimamia na yanaenda uniformly, hamuoni mabadiliko, hamuoni tofauti. Mwenendo wa saa 24 za usiku na mchana ndio ule ule, lakini tu kuna nidhamu ya siku nyingine kuonekana usiku mrefu kuliko mchana, na siku nyingine huonekana mchana mrefu kuliko usiku. Kwa hiyo tafsiri ziko mbili za ilaju llaili fi nahari wa naharu fi llaili. Siku za kiangazi unaonekana mchana mrefu, muda mwingi unakuwa unamurikwa na jua. Kwa hiyo pengine saa 11:15 alfajiri jua linaonekana lishachomoza mashariki mapema tu. Mtu anaenda kazini saa 1:30 asubuhi, jua lishapanda liko mbali. Na magharibi inachelewa kuingia, saa 1 kasoro ndo unakuta watu wanaswali magharibi. Lakini siku nyingine inakuwa tofauti. Siku nyingine mchana ndo unakuwa mfupi, saa 1 kasoro asubuhi jua ndo linachomoza, yani linachelewa sana. Unalala mpaka unapitiliza, mpaka unaambiwa utachelewa kazini. Na siku nyingine usiku jua linatua mapema, magharibi unaona imeingia mapema. Kwa hiyo muda wa mchana ulikuwa mfupi, wa usiku ndo ulikuwa mrefu. Muda wa usiku unakuwa mrefu, muda wa mchana unakuwa mfupi baadhi ya siku, na baadhi ya siku muda wa mchana ndo unakuwa mrefu na muda wa usiku unakuwa mfupi. Yuliju llaila fi nahari wa yuliju nahara fi llaili, huwa almutasarrifu fi lkauni kaifa yashau. Allah ndiye muendeshaji wa mambo katika ulimwengu huu, na huyaendesha anavyotaka, anayasarifu mambo anavyotaka. Yuqallibu llaila wan nahar, maeneo yetu ya kijiografia haya Allah huwa anayageuza, mara yanakuwa usiku, mara yanakuwa mchana. Yuqallibu llaila wan nahara, anaubadilisha, anaugeuza usiku na mchana. Bihikmatihi wa qudratihi wa taqdirihi, kwa sababu ya hikma yake, uwezo wake na makadirio yake. Wa yudkhilu kullan minhuma fil akhiri, kila kipindi fulani cha wakati katika hivyo vipindi viwili Allah huwa anakiingiza kwenye chengine. Anauingiza usiku ndani ya mchana na anauingiza mchana ndani ya usiku. Fataratan, mara nyingine, yatulu llailu, usiku huwa unaonekana mrefu, muda wa kiza unakuwa mrefu sana. Fataratan, mara nyingine, yatulu llailu, usiku ndo huwa unarefuka, muda wa usiku unakuwa mrefu. Wayaksuru an-nahar, na unapungua muda wa mchana, masaa machache tu mchana, lakini masaa mengi yanakuwa ni usiku. Wa ukhra bil aksi, na hilo jingine huja kinyume chake, unarefuka usiku, siku nyingine unafupika mchana,
na unarefuka mchana siku nyingine na unafupika usiku. Wa huwa alimun bidhati sudur, na Allah mfanyaji wa mambo hayo ya ulimwengu anayajua mpaka yanayofikiriwa na nyoyo za viumbe wake. Kabla wewe hujasema kitu, umekaa kimya, umetulia, lakini Allah anajua unachokifikiria, unachokipanga, na huwezi kumdanganya. Wa huwa alimun bidhati sudur, maana yake huwa Taala, yeye Allah mtukufu, alalimu bisarairi wa dhamair, anajua siri na yanayofikiriwa na nyoyo za watu. Dhamir ni moyo na yale yanayopangwa na kufikiriwa na moyo. Kwa hiyo Allah anayajua. Inawezekana hujakaa na mtu, umekaa peke yako, au mmekaa wawili mnatazamana kwa jicho la husda, chuki. Allah anajua kila mmoja anachokifikiri hapa, kumfikiria mwenzake au nini anapanga kufanya. Alalimu bisarairi wa dhamairi, Allah anajua siri za viumbe wake na anayajua yanayofikiriwa na nyoyo za viumbe wake. Wama fiha minan nawaya wal khafaya, na pia Allah anayajua yaliyomo kwenye hizo nyoyo za viumbe. Minan nawaya, katika nia wanazonuia, Allah anazijua. Wal khafaya, na kile wanachokificha, kila mtu akafanya hiyo ni siri yake, hajamuambia mtu, basi pia Allah anajua. Waman kanat hadhihi sifatuhu, na yoyote ambaye hizi ndo sifa zake, au yule ambaye mwenye sifa hizi, fala yajuzu an yu'badu siwahu, haijuzu kuabudiwa mwingine zaidi yake yeye. Hakuna yoyote mwenye uwezo kama huu zaidi yake yeye Allah. Kwa hiyo haijuzu kumwabudu mwingine asiyekuwa yeye. Thumma, kesha baada ya hapo, lamma dhakara dalaila azamatihi wa qudratihi, baada ya Allah kutaja dalili za ukubwa wake na uwezo wake, amara bitauhidihi wa taatihi, ameamrisha viumbe wake wampwekeshe kwenye kila kitu, katika nia, itikadi na maneno, na wamtii peke yake kwenye amri zake anazowapa. Amewaamrisha katika aya zifuatazo viumbe wake wampwekeshe yeye tu katika ibada, msaada, kama tunavyosoma kwenye suratul Fatiha. Iyyaka na'budu, sisi ibada tunakufanyia wewe peke yako. Wa iyyaka nasta'inu, na tunapokwazwa kwenye mambo huwa tunataka msaada kwako wewe peke yako. Mambo ambayo unastahiki uyafanye wewe, hatumuombi mwingine atufanyie, tunakuomba wewe tu msaada. Mwenye sifa hizi ndo anayestahiki kuabudiwa peke yake na kutakwa msaada peke yake. Fakala, Allah akasema katika kuamrisha viumbe wake, aminu billahi wa rasulihi. Hiyo ni amri, ni agizo ametoa Allah kuwaagiza viumbe wake ambao ndo sisi. Aminu billahi wa rasulihi, basi enyi viumbe, enyi binadamu, muaminini Allah na mtume wake. Maana yake saddiqu bi anna Allaha wahidun, sadikini haya maagizo mlioletewa kwamba Allah ni mmoja tu peke yake, msimshirikishe na mwingine yoyote. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na sadikini haya mlioletewa kwamba Muhammad ni mja wa Allah na mtume wake. Ni mja kama nyinyi, lakini yeye kilichozidi kwake ni mjumbe, kapewa ujumbe aufikishe kwa wenziwe. Aminini hivyo kwamba Allah ni mmoja, muabudie peke yake bila kumshirikisha, na namna ya kumwabudu atakufikishieni huyu mjumbe wake Muhammad. Aminini ni mjumbe wake, kamtuma kwenu. Jengine baada ya hapo, hiyo ni imani, na imani huambatana na amali njema. Katika amali njema iliyofungamanishwa na imani hii hapa, Allah amesema wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Mkeshakuwa na imani nzuri upande wa Allah na mtume wake, mutende amali njema.
Na amali njema, miongoni mwa amali njema ni ile inayoambatana na mali. Chumeni riziki za halali, mnachomiliki mkitumie kwa njia za kheri, kwa manufaa ya dunia yenu na akhera yenu pia. Mali hiyo unaitafuta, uitafute kwa halali. Taratibu za kutafuta zimefundishwa, na namna ya kumiliki, maelekezo katika dini imetolewa vipi unamiliki mali, na matumizi pia umepangiwa namna bora ya matumizi ya mali yako ili upatie faida ya dunia yako na akhera yako. Kwa hiyo baada ya imani yenu kwa Allah na mtume wake kuwa sawa, zingatieni na masala ya kutafuta kwenu mali, kumiliki na kutumia. Wa anfiqu, tumieni vizuri kwenye njia za kheri, mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, katika vile vitu ambavyo Allah kawajalia nyinyi ni wadhamini tu. Maana kilichopo duniani, mbinguni na ardhini, ni cha Allah pamoja na wewe mwenyewe. Kakuleta hapa, humiliki shuka wala kiatu wala suruali wala akili hukuwa nayo, nguvu huna, vyote kakuhudumia, kakuweka hapa kwa fadhila zake, kagawa mwenyewe. Huyu anampa kiasi hiki, huyu anamuongezea, huyu anampunguzia. Kwa hiyo hichi unachokivuna kwenye maisha yako si chako, cha Allah. Kwa hiyo kakukabidhi wewe kama dhamana, na ndio maana ana haki ya kukupangia wewe matumizi ya hicho alichokupa. Na kupa hichi, tumia hivi na usitumie hivi, kuanzia viungo vyako vya mwili na vile vingine unavyohangaika kutafuta, Allah akakujalia kupata, ni vyake. Kwa hiyo anfiqu, tumieni katika njia za kheri, mimma, katika vitu ambavyo ja'alakum mustakhlafina fihi, Allah kakujalieni nyinyi ni wasimamizi tu wa hivyo vitu. Nasema charahani changu, charahani chako, hii meli ya fulani, meli ya fulani, fulani kaja na meli, hajaja na meli. Na ndio maana Allah utakuta kwenye suratul Rahman kasema, walahul jawari almunshaatu fil bahri kal a'lam. Hizi meli zinazokata mawimbi baharini zote ni za Allah, lakini wewe unasema ile ya Japani, hii ya Marekani, hii ya Mrusi, hii ya Mchina, hii ya nani? Wale ni makhalifa wa Allah, wamemilikishwa vile vitu kama wasimamizi, na pia ana haki aliyewamilikisha hivyo kuwapangia namna ya kuvitumia. Kwa hiyo mali yako kweli umemiliki mwenyewe, umeitafuta, lakini kuna wanatafuta wanakosa. Na kuna wangapi katika watafutaji huwa wana makadirio makubwa ya kile wanachotegemea kupata, hawakipati. Na kuna wengine hukadiria kidogo, Allah akawazidishia, akawapa kingi. Kwa hiyo wewe na unavyovitafuta na unavyovimiliki, nyote mmemilikiwa, na mmiliki ana haki ya kukuamrisha chochote. Fanya hivi na usifanye hivi. Usijione uko huru, huna uhuru kiasi hicho, kwa sababu wewe umemilikiwa na unahudumiwa. Kwa hiyo baada ya imani, muaminini Allah na muaminini mtume wake. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, natumieni katika njia za kheri, katika vitu ambavyo Allah kakufanyeni nyinyi ni makhalifa wa hivyo vitu. Nabii Ibrahimu alikuwa ni mkulima na mfugaji. Alikuwa akikutikana shambani, watu wakimuuliza, shamba lako hili? Anasema, la, sio langu, ili shamba la bwana wangu, mimi ni msimamizi tu hapa. Akikutikana na kundi la mifugo, wakimuuliza, hawa ni wanyama wa nani? Usema, hawa wanyama wa bwana wangu, mimi ni msimamizi, mchungaji tu wa hawa wanyama. Na alikuwa Nabii Ibrahim ni mkarimu sana kwa watu wageni. Alikuwa ni mtu mwenye huruma sana kwa watu wenye shida. Hakuwa mtu bakhili kutatua matatizo ya watu wenye shida au kuwakirimu wageni, kama inavyosimuliwa kwenye occasion mbalimbali za Qur'ani. Nyumbani kwake alivyokuwa, wakija wageni
anawafanyia dhifa ya ugeni, dhiafa. Akikutana na watu wenye shida njiani, alikuwa anatatua shida zao kwa kitu anachomiliki mwenyewe chake, lakini mwenyewe lugha yake husema si changu, mimi ni dhamana tu, lakini hivi vitu vina mwenyewe yeye, na anavyovimiliki anajua wamemilikiwa yeye na anavyovimiliki. Kwa hiyo ndo aya hii inavyosema, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Hebu msiwe wakaidi, msiwe mabakhili, tumieni vizuri katika hizo neema ambazo Allah kawafanya nyinyi ni makhalifa, wasimamiaji tu, lakini nyinyi na mnavyovimiliki nyote mmemilikiwa. Anamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema watasaddaqu minal amwali allati, kuweni na tabia ya ukarimu, toeni sadaka kutoka kwenye mali ambazo ja'alakumullahu khulafaa, Allah amekujalieni nyinyi ni wasimamizi, fi tasarrufi fiha, katika kutumia hizo mali. Ushapewa, zinaambiwa zako, kwa hiyo wewe ndo supervisor, wewe ndo msimamiaji wa hiyo mali. Kuitumia hiyo mali, aliyekuwezesha kuipata kakupangia matumizi bora ya kuitumia, ambayo yeye ataridhika na wewe na utapata faida ya dunia yako na akhera yako. Hujaambiwa uitoe yote, hataki kukuona na mali. Kakwambia tu ukiwa na mali kiasi fulani, ikipitiwa na kipindi fulani, umo mnafungu sio lako, toa, wape wahusika. Nimewanyima waja wangu fulani kwa kuwatahini, nimekuongezea wewe mja wangu fulani kwa kukutahini pia. Kwa hiyo ulichopewa kwako mtihani, na yule aliyenyimwa kunyimwa kwake ni mtihani. Yule kaambiwa fungu lako liko kwa huyu mwenye kingi, atatoa akupe, kuwa na subira. Sasa wewe usipotoa hiyo zaka ukaipeleka kwa wahusika, wewe una deni ambalo litakugharimu mbele ya safari. Utakuwa umefeli mtihani kwenye hicho ulichopewa, ukafanywa wewe ndo khalifa. Na yule aliyenyimwa atanungunika, atalalamika, lakini huenda akafeli mtihani wake wa kule kunyimwa kwa maneno ya ovyo atakayoyasema upande wa Mola wake, na kushindwa kuwa na subira, na akaacha utaratibu. Wengine hukufuru kwa sababu kakosa, kanyimwa, akasema maneno mabaya dhidi ya Mola wake, na akawa mkaidi kutekeleza ibada, asema pana abudika bwana, kaabudu wewe bwana, mie huyo Mungu hata hana habari na mie, wala hajui kama kuna mtu anaitwa fulani hapa. Kakasirika. Sasa aliyenyimwa ni mtihani kwake, ataufaulu, na aliyepewa ni mtihani kwake, anaangaliwa ataufaulu mtihani huo. Kwa hiyo ni utaratibu tu mwenyewe kapanga hapa. Kuweni na imani vizuri upande wa Mola wenu na mtume wake, na kuweni makini katika amali, fanyeni amali za kheri zenye faida na nyinyi. Fahia, kwa hiyo mali ambayo mtu kamiliki, fil haqiqati lillahi, kwa uhakika mali hiyo ni ya Allah. Maana kama una makundi ya ng'ombe, Allah ndo muumba, ndiye aliyeumba hao ng'ombe, na wewe kakufanya mtu, kakuumba yeye, akakumilikisha hao ng'ombe, akakupa ruhusa uchinje upate kuwa yule chakula. Na pia Allah ana uwezo wa kusema ninaumba viumbe wengine nifanye binadamu ndo wawe chakula wao viumbe wengine, na anaweza kufanya hivyo, akawaumba wenye akili kuliko sisi, wakatuzidi ujanja na wakawa wanatutumia watakavyo. Kwa hiyo kila kitu ulimwenguni ni cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo mali ambayo Allah kaagiza itolewe sadaka, fil haqiqati lillahi, kwa uhakika mali zote hapa ulimwenguni ni za Allah. Ndiye aliyeumba ardhi, ndani humo kaweka madini, akatuwekea maji, kaweka hivi, na si wenyewe riziki zetu, vyakula vyetu vinatoka humo. Kwa uhakika kila kitu ni chake, na si wenyewe ni wake. Ana haki ya kutuagiza chochote. La lakum, hivi vitu vilivyopo hapa ardhini sio vyenu nyinyi. Kwani unatumia kiasi gani wewe kupata akili, kuwekewa ubongo kwenye kichwa chako,
kuwekewa moyo ukawa una pampu damu kila siku, unalipia nini? Ukiambiwa ulipie neema hizo, wewe unao uwezo wa kulipa bili kama unavyolipa zeko au zawa? Huwezi. Kwa hiyo kila kitu katika ulimwengu huu ni cha Allah kwa uhakika, sio chetu sisi. Qala fi tashili, amesema aliandika tafsiri ya tashili, yani anamaanisha Allah anna al-amwal allati, hakika ya mali ambazo biaidikum, ziko mikononi mwenu mmezimiliki, innama hiya amwalullahi, hizi mali zote ni za Allah. Liannahu khalaqaha, kwa sababu yeye ndiye aliyeziumba. Ardhi ni yake, lakini hapa utaambiwa ardhi mali ya serikali na vilivyomo vyote vya serikali. Serikali ndo nini? Serikali imetengeneza nini ikaweka kwenye ardhi? Kwa hiyo unaambiwa kwa sababu tumeumbwa kwa kuwa na tamaa, zuyina linnasi hubu shahawati minan nisai walbanina walqanatira almuqantarati min aldhahabi walfiddati walkhayli almusawwamati walan'ami walharth. zuyina linnasi hubu shahawati minan nisai walbanina walqanatiri almuqantarati min aldhahabi walfiddati walkhayli almusawwamati walan'ami walharth. Kimaumbile mwanadamu kaumbwa ni mtu mwenye matamanio, anapenda hichi na hichi na hichi. Anapenda wanawake, mwanamume huyo, anapenda watoto, anapenda mali kama dhahabu na fedha, anapenda mali za mifugo kama ng'ombe, ngamia, mbuzi, kondoo, anapenda wanyama wa fahari wa safari kama zama hizo za zamani, au na farasi. Na hao farasi hapendi wale wa vifyefye wasio na afya. Alkhailul musawwama, anapenda farasi awe farasi wa kabila, yani binadamu anapenda na anapenda vizuri. Walakinahu, lakini hivyo ambavyo tunavimiliki na tunavipenda, mataakum biha, Allah amekustarehesheni kwa hivyo, kakuneemesheni kwa kukumilikisheni hivyo vitu. Waja'alakum khulafaa, na kakufanyeni nyinyi kama ni makhalifa tu wa kuvisimamia. Huyu farasi wa fulani, ng'ombe wa fulani, shamba la fulani, mke wa fulani, mume wa fulani. Lakini haya mume wa fulani, mke wa fulani, sote ni wahasabiwa siku ya Kiyama, na kila mmoja atawajibika kwa alichotenda. Hapa zingatiwi baina ya kwamba huyu ni mtoto wa fulani, baba wa fulani, mke wa fulani, mume wa fulani. Faidha nufikha fi suri, likishapulizwa baragumu siku ya Kiyama la kufufuliwa watu, fala ansaba bainahum yaumaidhin wala yatasaalun, hapa zingatiwi nasabu za watu siku hiyo, wala hao wenye nasabu hawatoulizana, hawatotafutana. Hapa si kila mtu ana familia yake, mtoto wa fulani, baba wa fulani, mwana wa fulani, mama wa fulani, mke wa fulani, mume wa fulani hapa. Lakini tukishafufuliwa wala hatutafutani. Hakuna mume atakayetafuta mkewe siku hiyo, wala mke atakayetafuta mumewe. Hakuna mtoto atakayetafuta baba yake wala mama yake, wala mama au baba atakayetafuta mwanawe. Yauma yafirru almar'u, siku hiyo watakimbiana, mtu atamkimbia. Yauma yafirru almar'u min akhihi, mtu atamkimbia ndugu yake. Baba mmoja, mama mmoja, walikuwa wameshikana vizuri duniani, siku hiyo hawatafutani. Wa ummihi wa abihi, mtu atamkimbia mama yake mzazi na baba yake mzazi. Wa sahibatihi wa banihi, atamkimbia mkewe na atawakimbia wanawe. Kwa hiyo hapa tumeshikana, wangu, mwanangu, hivi na hivi, lakini huko mbele ya safari sote ni watahiniwa, na kila mmoja anakwenda kuwajibika kupewa matokeo yake mwenyewe. Na hivi ambavyo Allah katumilikisha ni kwa ajili ya mtihani pia, ni sehemu ya mtihani wetu. Kwa hiyo si vyetu, ni vyake, na tuna maksi ya kupatia au kukosea kwenye kumiliki na kutumia hizo neema zake. Kwa hiyo hapa shekhe anasema, aliandika tafsiri ya tashili,
yani maana Allah anakusudia anna al-amwala allati biaidikum, hakika ya hizi mali ambalo sasa hivi ziko mikononi mwenu mmezimiliki. Na katika kufeli mtihani mwingine hupenda kumiliki hata kwa njia zisizo za halali. Anafeli mapema tu mitihani yake, kaiba hapa, kanyang'anya hapa, kashikilia hapa, hata kwa njia zisizo za halali. Unapenda tu umiliki. Kwa hiyo vitu mlivyomiliki vilivyomo kwenye dhamana zenu sasa hivi, innama hiya amwalullahi, hizi zote ni mali za Allah, liannahu khalaqaha, kwa sababu Allah ndiye aliyeziumba. Kaumba mafuta, kaumba gesi, kaumba dhahabu, kaumba fedha, kaumba miti na mimea. Lakini ukigusa unaambiwa ardhi ya fulani, shamba la fulani, shamba la fulani. Na huyo fulani je, wa nani? Ana mwenyewe. Unaona lakini Allah subhanahu wa ta'ala mataakum biha, amekuneemesheni kwazo hizo mali. Waja'alakum khulafaa, amekufanyeni nyinyi ndiyo makhalifa, wasimamizi kwa sasa. Bitasarrufi fiha, nyinyi ndo mnaozitumia, ni mali zake na nyinyi wake, kakufanyeni nyinyi mutumie hizo mali, ni sehemu ya mtihani wenu. Fa antum fiha, nyinyi kwenye hizo mali, bimanzilati alwukalau, nafasi yenu ni kama mawakala au mawakili, ni kama mawakala wa hizo mali. Ukiambiwa wakala wa Tigo Pesa, maana hicho anachokifanya cha Tigo Pesa, au vipi? Wakala wa Yas, basi maana yake shughuli anazozifanya za Yas. Hasa na hivi vitu vya ulimwengu vina mwenyewe, nyinyi ni mawakala wake. Fala tamnauha, kwa hivyo mwenyewe mmiliki anapotoa agizo msizizuie. Akikwambia toa, tumia hivi, tumia hivyo, kesha authorize yeye mwenyewe aliyekupa. Fala tamnauha min al-infaqi, musigome kuzitumia hizo mali, fima amarakum, katika yale ambayo amekuamrisheni Allah, malikuha, ambaye ndo mmiliki wake. Musigome kutumia mali kwenye amri ambazo mmiliki halali wa hizo mali kakuagizeni, yule mmiliki wa kwanza aliyewaumba nyinyi, akawaumbia na hivyo vitu, akakumilikisheni. Mnamgomeaje? Msimgomee mukakataa kuzitumia kama alivyoagiza mmiliki wake. Antunfiquha fihi, kwenye njia ambazo yeye kataka mutumie kwenye njia hizo. Tumieni kwa namna ambayo ninawalipa, basi msikatae kulipwa. Hayo malipo ndo yanayotafutwa. Tumieni kwenye namna ambayo mukitumia hivi sio bure, hampotezi, ninawalipa. Umepewa kitu halafu unaambiwa utalipwa, halafu unakuwa mkaidi. Unaona bora ukazipigie pombe ukazipigie pombe, usizinie, ustarehee, ufanye hivi. Kuna namna hizi, tumia, unalipwa. Matumizi ya hivi vitakufanya uende pema kesho, utaki. Walmaqsudu, na makusudio ya hii aya, at-tahridu ala al-infaqi wa tazhidi fi dunya. Allah anatufundisha ujanja wa kunufaika na mali, anatuhimiza sana kutumia hizi mali, na tusizitumie kwa manufaa zaidi ya dunia. Tuzitumie kwa kuwekeza kwa manufaa ya akhera. Maana akhera ndiko tunakokwenda, ndo nyumbani kwetu. Hapa tunapita njia tu, kama Mtume alivyomwambia Abdullah ibn Umar, kun fi dunya kaannaka gharibun au abiri sabili. Ishi hapa duniani, mtindo wako wa maisha uishi kama mtu mgeni vile, kama uko ugenini. Au ishi kama hapa uko njiani, we unasafiri kwenu, ushaondoka na unakokwenda hujafika. Ishi kama hivyo, ishi kama hapa ni mgeni, au ishi kama unapita njia.
Sasa ukipita njiani hufanyi mambo ya ajabu ukapoteza mali ukafanya hivi, kwa sababu huko unakokwenda utazihitaji. Kama kuna cha kuchuma umo njiani unamopita, chuma, fanya packaging, hifadhi vizuri, uko unakokwenda ukatumie. Usiwe mpuuzi kwamba ufanye uzembe uchume halafu upoteze njiani. Unakokwenda vile vitu vilikuwa vinahitajika huendi navyo, na huko kuna manufaa hupati kunufaika nayo. Ndo lengo la Allah. Upo duniani kwa muda na kwa malengo maalum. Nendana na malengo, usije ukaluzi uko mbele ya safari. Kwa hiyo wal maqsudu, makusudio ya agizo la Allah, at-tahridu ala al-infaqi, ni kuwahimiza viumbe wake kwenye mpango mzuri wa matumizi, wa tazhidi fi dunia, na kuipa nyongo dunia. Usifanye mambo kwa malengo ya dunia ambayo leo kesho unaiondoka. Fanya mambo kwa malengo ya akhera ambayo huko ndo kunako uhakika wa maisha yako ya milele yasiyokuwa na mwisho. Walihadha qala ba'dahu, na kwa sababu hiyo ndo maana Allah akasema baada yake, falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Falladhina amanu minkum, wale watakaothibiti baada ya kupimwa hawa ni waumini wazuri miongoni mwenu, watakaothibitishwa hawa wameamini kweli. Wa anfaqu, na kwenye suala la matumizi wakawa wako vizuri, wakathibitishwa wametumia vyema neema walizomilikishwa. Imani yake kwa Mungu wake nzuri, na kwenye amali alikuwa ni mzuri. Na hivi ni vitu vinachunguzwa na halafu vinathibitishwa. Huyu kafaulu kwenye matumizi, na kafaulu kwenye imani, kafaulu kwenye ibada. Falladhina amanu minkum, mupo duniani kwa ajili ya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ndo lengo kuu, ibada. Sasa wale watakaokuwa na imani nzuri, ibada akiifanya kafiri, mtu asiye na imani haiwi ibada, halipwi. Lakini atakayekuwa ni muumini mzuri kati yenu, wa anfaqu, na kwenye matumizi akawa ni mtumiaji mzuri wa neema za Allah, lahum ajrun kabirun, watu kama hawa watapata ujira mkubwa. Yani wanaenda kulipwa vizuri uko mbele ya safari. Kama hutaki kwenda kulipwa, tumia neema za Allah vile unavyotaka wewe, sivyo anavyotaka yeye, halafu uone raha zako zinaisha siku utakapokata roho tu. Na wengine raha zinaisha kabla hajakata roho, mali inamtoka, afya inamtoka, anakuwa mgonjwa miaka mingi kitandani, hana raha yoyote, na akifumba jicho akafa, anakwenda pabaya pia. Kwa hiyo neema humjia mtu kwa kipindi kifupi tu, wachache wanaodumu nazo mpaka wakafa nazo. Sasa wewe ukiipata fursa, itumie kwa ajili ya kuwekeza kwenye manufaa ya kudumu ya kesho. Falladhina amanu minkum wa anfaqu, wale watakaothibiti kuwa ni waumini wazuri miongoni mwenu, na kwenye mali wakawa ni watumiaji wazuri kwa faida, lahum ajrun kabir, hawa wameandaliwa ujira mkubwa. Umemiliki mali, umetumia mali, na unapata thawabu, na inakusaidia mali yako kwenda mahala pazuri kwenye maisha ya milele. Falladhina jama'u baina al-imani was-sadiq, falladhina jama'u baina al-imani as-sadiq wal-infaq fi sabilillah, wale waliochanganya sifa mbili hizi pamoja, imani yao kwa Mola wao ilikuwa ya kweli, na halafu matumizi kwenye mali walitumia vizuri kwa faida kwenye njia ya Allah, ibtighaa wajhihi alkarim, kwa kutafuta radhi za Allah mtukufu. Hawa lahum ajrun azimun, hawa wamewekewa malipo makubwa. Umechuma mali ukaitafuta, ukaimiliki vizuri kihalali, na kwenye matumizi ukaitumia kwa faida, wewe kwa Allah ukirudi una nafasi kubwa mno, uko mahala pazuri. Wewe ndo utakuwa una maisha kesho, maana ushaandaa maisha yako. Lahum ajrun azimun, watapata ujira mkubwa, wa huwa aljannatu, na ujira mkubwa wa akhira ni pepo, utaingia peponi. Qala Abu Suudi, amesema Abu Suudi, ni mmoja katika watu waliotafsiri, wa fil aya, katika aya hii, min almubalaghati
ma la yukhfa. Kuna mambo ya balagha yanayoeleweka kwa kiwango cha juu kwenye nafsi za mwenye kuamini, kwa kiwango ambacho hakiwezi kusifika. Yani mna balagha, mna mambo ya faida yasiyofichika, haithu, kwa namna ambayo ju'ila aljannatu ju'ila aljumlatu ismiya. Hii sentensi yenyewe imefanywa ni sentensi ismiya, hapa kutumika dhamiri, yani limetajwa jina au sifa za watu. Falladhina amanu minkum, falladhina amanu minkum, yani wako watu ni waumini wanavyojinadi, lakini kwa Allah hawathibiti kuwa ni waumini wazuri, kama tulivyosoma kwenye suratul Baqara. Wa minan nasi, katika watu, man yaqulu, unaweza ukamkuta mtu anayejinadi anasema mwenyewe amanna billahi wa bil yawmil akhir, tumemwamini Allah, tunaamini siku ya mwisho. Yani mtu anajitangaza na mimi muumini kuliko wewe. Wama hum bimu'minin, lakini si waumini kweli. Kwa hiyo hapa maana yake kuna siri. Nyote mnaojinasibisha na imani, kuna ukaguzi mbele ya safari. Watapatikana ambao ni waumini kweli, na wengine wataambiwa nyinyi hamkufikia kiwango, sio waumini sawa sawa. Kwa hiyo hii sentensi inawaainisha hao ambao wamefikia kiwango. Falladhina amanu minkum, wale watakaothibiti huku mbele miongoni mwenu kuwa ni waumini. Wa anfaqu, na watakaothibiti miongoni mwenu kwamba mali walizomiliki walizitumia vizuri kwa faida. Lahum ajrun kabir, hawa watapata ujira mkubwa. Wa uida dhikru liman, imerejewa kutajwa tena imani. Falladhina amanu minkum, wale watakaothibiti kwenye imani miongoni mwenu. Wa anfaqu, na wakatumia vizuri mali. Imetajwa tena imani katika aya hii, wal infaq ikaambatishwa na kule kutumia mali. Imani na mali, imani na kutoa. Amanu wa anfaqu, falladhina amanu minkum wa anfaqu. Wa kurrira al-isnadi, na halafu ikakaririwa isnadi. Hiyo imani na infaqi wamekusudiwa nani? Ikaja ile dhamiri lahum, hao walioamini na wakathibiti katika infaqi. Lahum ajrun kabir, kwa ajili ya watu wa kiwango hichi pameandaliwa malipo makubwa, watapata ujira mkubwa. Wafukhima al-ajru fukhima al-ajru, ujira wenyewe umefanywa, umetukuzwa, ni ujira uliotukuka, umefanywa mkubwa. Ajrun kabirun. Bitankiri, ujira umetajwa bitankiri, kwa tankiri, maana yake kwa tanwini. Ajrun kabirun. Wa wasfuhu bilkabiri, halafu ukasifiwa ujira wenyewe ni mkubwa. Lahum ajrun kabirun, watapata watu wenye sifa za imani safi na amali nzuri katika infaqi, hawa wameandaliwa ujira mkubwa. Ndio wale ambao Mtume amesema, kaambiwa na Mola wake, a'adadtu liibadi almu'minin, nimeandaa mimi kwa waja wangu waumini watakaothibiti kweli ni waumini. Fil janna, katika pepo. Ma la ainu ra'at, nimeandaa mambo ambayo hakuna jicho limepata kuyaona. Wala udhunun sami'at, wala hakuna sikio limepata kusikia. Wama khatara ala qalbi basharin qattu, wala hayazingatiki kamwe kwa sasa kwenye moyo wa binadamu. Utatajiwa tu vitu vizuri vizuri kwa vigezo vya vile unavyovifahamu hapa, lakini havijapatapo kuonekana uhalisia wake vitu vya peponi, wala havijapatapo kukaa kwenye mazingatio sifa zake anaposimuliwa mtu akasikia kwa masikio yake, wala moyo hauna uwezo sasa hivi wa kufanya imagination ya vitu vya peponi. Hakuna anayeweza hivyo. Kwa hiyo ni vitu vya aina yake, na maisha yetu ya dunia hii
ni bandia tu. Wewe ona majengo, ona watu wenye maisha, ona wanavyostarehe, vyote hivi havina maana ukilinganisha na vya peponi. Kwa hiyo lugha iliyotumika hapa, balagha yake ni kubwa. Allah amesifia imani na infaq. Aminini na hizi neema ambazo Mola wenu kakupeni, zitumieni vizuri, muitafutie pepo. Kuna malipo huko kwa hivi vitu. Kwa hiyo usifurahie hapa ukatumia kwa starehe zako za day out, pombe, zinaa, halafu ukajiona umepata, kumbe unapoteza fursa ya kupata maisha bora huko baadaye. Wama lakum, aya inayofuata Allah anauliza swali, wama lakum la tu'minuna billahi. Kaagiza mambo mawili hapo, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Kaagiza imani, boresheni imani yenu iwe nzuri upande wa Mola wenu na mtume wake, na pia chumeni kihalali mnavyovimiliki viwasaidie kutafuta ujira mkubwa. Sasa akauliza maswali kwa hivyo vitu viwili, wama lakum la tu'minuna billahi, mmepatwa na nini nyinyi mpaka mnakataa kumwamini Allah? Kama hamkuumbwa vile, kama mmejileta wenyewe. Wama lakum, mna nini binadamu, la tu'minuna billahi, hammwamini Allah inavyopasa kumwamini. Istifhamu lilinkari wa tawbihi. Allah kauliza swali maana yake au makusudio yake ni kuikataa hiyo tabia walionayo binadamu. Haipaswi binadamu kuwa kafiri, hamuamini muumba wake na hawaamini mitume waliotumwa na muumba wake. Hapaswi binadamu kuwa hivyo. Kwa hiyo inakatazwa tabia ya mtu kutokuwa na imani upande wa Mola wake. Wataubihi, halafu ni lugha ya kumfanya mtu mwenye tabia ya kutokumwamini Allah atolewe maanani, si mtu sawasawa, hayuko vizuri. Yani maana yake ayu udhri lakum, muna dharura gani ya msingi nyinyi binadamu fi tarki imani billahi, inayowafanya muache kumwamini Allah? Nini kikwazo? Shida iko wapi? Warasulu yad'ukum litu'minu birabbikum, hali ya kuwa kuna mjumbe katumwa kwenu anakulinganieni mumuamini Mola wenu. Kikwazo kiko wapi mnashindwa kuamini? Ilhali mmeumbwa, mmekuja vitoto viduchu, mmekuzwa, mmelelewa, Allah kakupeni akili, mmesoma, mmemiliki mali, mnafanya hichi mnafanya hichi, hamuoni bado uwezo wa Mola wenu. Kikwazo kiko wapi kinachowafanya musimuamini Mola wenu? Warasulu yad'ukum, hali ya kuwa kuna mjumbe hapo kwenu anakulinganieni litu'minu birabbikum, mumuamini Mola wenu. Ujifahamu mimi nimeumbwa, umfahamu muumba wako na utengeneze mahusiano baina yako na muumba wako kwa ibada. Kikwazo hapo kiko wapi? Ndo hutaki kuamini kuwa wewe umeumbwa. Ukiulizwa unatoka wapi, unaweza ukasema ulikotoka kabla hujaja hapa duniani. Unaweza ukasimulia sababu zilizokufanya ukaja hapa, ulijileta mwenyewe. Maswali magumu na hayana jawabu kwa kweli. Yani walhalu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yad'ukum lil-imani bi rabbikum wa khaliqikum, munagoma kuamini hali ya kuwa munaye mtume, mjumbe wa Allah katumwa kwenu, anakulinganieni mumuamini Mola wenu ambaye ndiye aliyewaumba. Kwa nini mnakataa? Na mtume huyu anawalingania mumuamini Mola wenu bil barahini alqati'a, anatumia dalili za wazi kabisa zinazokinaisha akili, wal hujaji damigha, na anajenga hoja ambazo hamuwezi kuzipinga za kuwepo kwa Allah na kurudi kwake ni lazima. Waqad akhadha mithaqakum, hali ya kuwa Allah amechukua miadi kwenu. Miadi hii iko katika sura ya 7. Wa idha akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna
an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin, au taqulu innama ashraka abauna wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun. Kumbukeni Mola wenu alipochukua ahadi kwa binadamu tangu kwenye migongo ya baba zao, yani hata hajachanganyika mbegu ya baba na ya mama. Ile mbegu ilivyoandaliwa, Allah anasema kama kachukua ahadi, kila mbegu imepewa uwezo wa kujitambua kwamba mimi ni makhluk na yupo khaliq wangu na sitoenda kinyume naye. Allah anasema katuuliza viumbe, au wakati mwingine husemwa roho ziliumbwa siku moja kabla ya viwiliwili vyetu. Alipoumba baba yetu Adam, na idadi ya viumbe wote wanaotakiwa kuja duniani roho zao zilishaumbwa pamoja siku hiyo. Kwa hiyo Allah akachukua ahadi kwa viumbe hao wakati ni roho zao, na akachukua ahadi hizo kwa uzito wa kiapo, akaziuliza, alastu birabbikum, nyinyi mnajitambua mimi sio Mola wenu? Qalu bala shahidna, wanadamu wote walisema kwa nini usiwe wewe, tunashuhudia hilo, wewe ndo Mola wetu. Allah akawaambia, au akatuambia, ndo sie, antaqulu yawma alqiyama, leo mnakiri hili kwamba mimi ndo Mola wenu na nyinyi ni viumbe wangu nimewaumba. Kuna siku ya kiyama uko mbele, baada ya mtihani mdogo wa kuwekeni duniani. Antaqulu yawma alqiyama, msije mkaniambia siku ya kiyama tofauti na leo hapa, msije mkaniambia inna kunna an hadha ghafilin. Haya mambo tunayoona hapa kwenye uwanja huu wa kiyama sisi hatuna habari nayo kabisa. Ghafilin bimaana haya yako nje kabisa ya mazingatio yetu. Au takulu, au msije mkaniambia second alternative, mkaja mkasema innama ashraka abauna, Mola wetu usituadhibu sisi, kama ni shirki walishiriki wazee wetu, ndo waliofanya ushirikina. Wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, sisi tulikuwa ni kizazi tumezaliwa na wao, hivi ndivyo walivyotulea, tulivyoishi ndivyo walivyotulea wazee wetu. Afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun, hasa Mola wetu unatuadhibu vipi sisi kwa makosa walioyafanya watu wa batili, waliotuzaa na waliotulea? Wewe unakuwa huna akili na huzingatiwi kutiwa hatiani katika wakati wa utoto. Ukishakuwa mtu mzima, umefikia umri wa baligh, una akili, unao uwezo wa kupambanua hoja, na mambo yote ya kidini yanazungumzwa na hoja na dalili. Ukikataa, unakataa mwenyewe katika wakati ambapo ni maamuzi yako. Usimuhusishe mzee. Hujaambiwa umwabudu mzee, na Allah ndivyo asema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mola wako amehukumu hivyo, swala la ibada asifanywe yoyote ila yeye. Wazazi usiwaabudu, wafanyie ihsani tu. Wewe jijue kiumbe, umfahamu muumba wako, wewe na muumba wako mtengeneze mahusiano mema kwa njia ya ibada. Sasa siku ya kiyama huna udhuru wa kuja kujitetea. Hapa Allah anauliza, wama lakum la tu'minuna billahi, mumepatwa na nini mpaka mkawa hamumuamini Allah? Warasulu yad'ukum, na ilhali kuna mtume anakulinganieni, litu'minu birabbikum, mumuamini Mola wenu. Waqad akhadha mithaqakum, na Mola wenu ana ahadi na nyinyi yenye uzito wa kiapo, muliahidi mutamuabudu na hamtomshirikisha. Waqad akhadha Allahu mithaqakum, Allah amechukua miadi kwenu nyinyi viumbe wake. Wa huwa al-ahdul muakkadu, na hii ni ahadi yenye uzito wa kiapo. Bima rakaza fil uquli min al-adillati ad-dallati ala wujudillahi, ni vitu vya kimaumbile alivyoviwekea uzito Allah kwenye akili zenu, zinazoweza kuzingatia dalili na hoja zinazothibitisha uwepo wa Allah Mola muumba. Qala Abu Suudi, amesema Abu Suudi, wadhalika, ahadi hiyo ambayo Allah ameichukua kwa viumbe wake, binasbil adillati,
kwa mujibu wa dalili zenyewe za hizi aya, watamkini minan nadhari, na kule kuwa na utulivu katika kuyaangalia mambo. Waqala al-Khazin, na amesema Khazin, akhadha mithaqakum, Mola wenu amechukua miadi kwenu, hina akhrajakum min dhuhuri Adam, pale alipokutoweni kwenye mgongo wa Adam, siku alipomuumba Adam. Alitoa hizo nafsi za watakaozaliwa na Adam, zilishatayarishwa wakati Adam mwenyewe kaumbwa. Kutokana na huyu watatoka binadamu wote hao aliwatoa, na akaonyesha mwenyewe Adam. Sehemu moja ni nafsi zinazong'ara, na sehemu nyingine zikawa zinakiza nyeusi. Akauliza, haya hivi ndo vipi sasa? Akaambiwa, hawa ni watoto wako. Hawa huku unaona wanang'ara, hawa wataniamini, tutakubaliana mimi na hawa. Hawa unaona nyeusi ni kizazi chako, lakini watakuwa ni maadui zangu, hawakubaliani na mimi kwenye lolote nitakaloagiza. Kwa hiyo siku hiyo ndo Allah alipofanya hiyo ahadi na viumbe wake. Hina akhrajakum min dhuhuri Adam, min dhahri Adam, pale alipokutoeni nyinyi kwenye mgongo wa Adam. Wa a'lamakum, na akakujulisheni siku hiyo, bi anna Allaha rabbakum, Allah ndiye Mola wenu mlezi, la ilaha lakum siwahu, nyinyi hamna mola mwingine hapa ulimwenguni zaidi yake yeye. Wote mkakiri siku hiyo, wale wazuri walikiri na wale wabaya wakakiri, wewe ndo Mola wetu. Wakila, na panasemwa pia ahadi yenyewe aliyochukua Allah kwenu, akhadha mithaqakum, Mola wenu alichukua miadi yenye uzito wa kiapo kwenu, haithu, kwa namna ambayo, rakaba fikumul uqula, amekuumbeni vizuri akakurekebisheni akili. Na ndo maana mtu chizi haandikiwi dhambi wala hana thawabu, sio mukallafu, mtu mwenda wazimu. Yule ambaye kazaliwa hivyo, mwenye wazimu wa kujitakia mwenyewe, huyu ana dhambi mpaka atakufa. Maana kile kitendo cha kupewa kitu ghali akili akakidestroy kwa bangi peke yake kesi. Bangi, pombe kali, unga na vitu vingine, kesi. Umepewa vitu ghali, lau ungeliambiwa ulipie huwezi kulipia, alafu unaviharibu bure tu. Lakini kama ni kadari ya Allah kakujalia hivyo, cheese fresh, basi wewe huna dhambi, na huenda ukawa mtu wa peponi, ukawa katika wale ghilmanun au wildanun mukhalladun. Nasaba lakum, amekuwekeni Mola wenu al-uqula, akili. Wa nasaba lakum, na akakuwekeni al-adillata wal barahina. Kwenye kitabu alichompa mtume wake kajenga kila alilolielezea, kalijengea hoja na akatoa dalili, na akili zenu zinaweza kusoma hizo hoja na dalili. Kwa hiyo pia wanasema mashekhe wengine ndo miadi yenyewe hiyo. Wal hujaja, pia Allah akiongea hujenga hoja kwenye maneno yake, allati, hoja ambazo tad'u ila mutabaati rasuli, zinapelekea kwenye mwenye kukinaishwa na hizo hoja lazima akubaliane na huyu mjumbe aliyetumwa. Kwa hiyo Allah ana miadi na sisi, halafu tunamwendea kinyume. In kuntum mu'minin, kama nyinyi ni waumini kweli, thibitini kwenye imani na mtende vizuri. Hii in kuntum mu'minin nasema shartun hudhifa jawabuhu, hii ni sharti ambayo jawabu yake imeondoshwa kimaandishi, haipo. Kama nyinyi ni waumini kweli, hampaswi kumpinga mtume na hampaswi kumkufuru Mungu. Yani in kuntum mu'minin, kama nyinyi ni waumini kweli, fi waqtin, katika wakati, min al-awqati, miongoni mwa nyakati za maisha yenu, falana, basi sasa hivi, ahra al-awqat, ni wakati mzuri zaidi, liqiyami al-hujaji, wa kusimamishiwa hoja, walbarahin, na dalili, alaikum, kwenu nyinyi. Mmeletewa mtume na mtume ana kitabu chenye maneno ya Mola wenu. Kama ni waumini kweli,
hebu kubalianeni na hivi vitu, mtume wenu huyo na kitabu chenu cha mwongozo. Thumma dhakara taala, kisha akataja Allah mtukufu, baadhi al-adillati, baadhi ya dalili, ad-dallati ala wujubi al-imani, zinazoonyesha dalili kwamba mwanadamu analazimika aamini anayoambiwa. Lakini kutokana na muda, tukienda huko tutakuwa tunaongeza mambo ambayo tutashindwa kuconcentrate. Tuishie hapo hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Lahu mulku samawati wal ardi, Allah ndiye mwenye mamlaka, aliyemiliki, ndiye mfalme wa mbinguni na ardhini. Wa ila Allahi turja'ul umur, na mambo yote mnayoyaona kama yalivyo yanarejea kwa Allah, pamoja na nyinyi na matendo yenu mtarudi kwa Allah na mtakwenda kupewa taarifa. Yulijul laila fi nahari, Allah huingiza usiku ndani ya mchana. Wa yulijun nahara fil laili, na huingiza mchana ndani ya usiku. Wa huwa alimun bidhati sudur, na Allah anayajua ya moyoni kabla hayajatamkwa, anayoyazingatia kila mmoja wetu. Aminu billahi wa rasulihi, enyi watu muaminini Allah na mtume wake. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, natumieni vizuri hizo mali ambazo Allah kakufanyeni ninyi ni mawakala tu, mnasimamia tu mambo yake. Falladhina amanu minkum, basi wale walioamini miongoni mwenu. Wa anfaqu, na kwenye mali wanachochuma wakakitumia vizuri kwenye njia za Allah. Lahum ajrun kabirun, hawa watu wana ujira mkubwa sana, watalipwa. Wama lakum la tu'minuna billahi, mmepatwa na nini mpaka mkawa hamumuamini Allah. Warasulu yad'ukum, hali ya kuwa yupo mjumbe anawalingania, litu'minu birabbikum, mumuamini Mola wenu. Waqad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin, na Mola wenu amechukua miadi kwenu, mlimwahidi nyinyi kama ni waumini kweli. Kama ni waumini kweli, thibitini katika imani na mtende amali njema kwa faida yenu, ndio maana yake. Tunaweka aya ya 8 hapo. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana jammilna bil afiyati was salama wa haqqiq lana taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.